25 tarehe 12 Agosti, TISEZA tulizindua rasmi kampeni maalum ya kuvutia uwekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi. Yapo maeneo ambayo tunayo ikiwemo Buzwagi ambayo ni eneo maalum la kiuchumi kwa ajili ya sekta ya madini, eneo la Nala Dodoma, eneo la Kwala mkoani Pwani, eneo la Bagamoyo ambalo ndio eneo kubwa kabisa, pamoja na eneo la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Ni maeneo matano ambayo tuliapa kipaumbele. Na hadi kufikia tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2026 tulikuwa tumepokea jumla ya maombi ya wawekezaji 86 walioonyesha nia ya kuwekeza katika maeneo haya, na baada ya uchambuzi wetu tumesaini mikataba na kampuni 27, na baadhi ya kampuni hizi zimeshaanza ujenzi wa viwanda katika maeneo husika. Hii ni sawasawa na 31% ya maombi ya wale walioleta kwenye maeneo yetu maalum. Katika viwanda ambavyo tunavitarajia na ni viwanda vya ufungashaji wa bidhaa kwa kiwango cha chakula, food grade packaging, lakini viwanda vya chuma, viwanda vya madawa, viwanda pia ya kutengeneza magari kwa kutumia complete knockdown pamoja na semi knockdown, lakini pia pikipiki za umeme, na pia kiwanda cha ngozi pamoja na nyama. Miradi hii inatarajia kuleta mitaji ya shilingi bilioni 797.75 na kutengeneza zaidi ya ajira 20,460. Na kwenye hili ningependa kabisa kusema kwamba kongani yetu ya Bagamoyo ni kongani ambayo imeshaanza kufanya kazi, na katika ufanyaji kazi wake viwanda ambavyo vimeanza kuwepo katika eneo letu ni kama ifuatavyo. Hichi kiwanda tunachokiona hapa ni kiwanda cha nguo ambacho sasa hivi kinajengwa, kinatarajiwa kukamilika kabla mwezi wa 6 na kuanza kufanya kazi. Lakini pia viwanda vingine ambavyo tayari vimeshasaini mikataba na kuanza ujenzi pale Bagamoyo. Pili ni kiwanda cha vifungashio, kiwanda cha kutengeneza pikipiki za umeme, kiwanda cha kuunda magari, kiwanda cha madawa pamoja na viwanda vya kusindika chakula. Kwa hiyo ningependa kutumia nafasi hii kutoa rai kwa Watanzania kwamba maeneo yetu ya kiuchumi yameanza kufanya kazi na yapo, tuyatembelee tuone. Kama tunavyoona eneo la hapa nyuma yake liko wazi, lakini kiwanda hiki tayari kimeshaanza kujengwa, na ni matarajio yetu kwamba eneo la Bagamoyo litakuwa eneo la kimkakati kabisa katika masuala mazima ya uwekezaji. Na nitumie nafasi hii kutoa rai kwa wakazi wote wa Bagamoyo ambao wanasubiria fidia, wajue kwamba serikali inaendelea na mchakato wa kufidia. Tunahuisha taarifa zilizoko kwenye maeneo yale ya Bagamoyo na tutafidia kila mmoja, kwa sababu uwekezaji unakuja, viwanda vipo na yale maeneo tunayahitaji. Kwa hiyo wote wajiandae kupokea fidia zao na kuhama kwenye maeneo ambayo sasa hivi yalishatolewa katika sheria, katika GN, kwamba ni maeneo ya EPZ au eneo la ukanda maalum wa Bagamoyo. Lakini pia katika eneo hili kuna baadhi ya viwanda ambavyo tayari vimeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo mfano hapa kuna bidhaa ambazo zinazalishwa zikiwemo za betri kutoka katika kongani ya Bagamoyo ambazo sasa hivi zimeshaanza kuuzwa nje ya nchi. Kwa hiyo nitoe rai tena kwamba kongani yetu ipo, inafanya kazi, inapokea wawekezaji. Tutaendelea na fidia, tutaendelea na ujenzi wa miundombinu, tuhakikishe kabisa eneo lile zaidi ya hekta 9,800 zinajaa viwanda kwa ajili ya ajira za Watanzania. Na haya ndiyo mambo ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya, na tunatarajia kwamba eneo hili litakuwa eneo muhimu na la msingi la kuweka mzigo katika bandari inayotarajiwa kujengwa, bandari ya Bagamoyo.